Kwenye hicho kitabu cha Marko mlango wa 11, nataka tuende mstari wa 4. Marko asema hivi: wakaenda zao wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango nje katika njia kuu, wakamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakamwambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakamwambia kama Yesu alivyowaagiza, nao wakawaruhusu. Wakati ule walipoenda wale mitume wawili kumfungua yule punda, maandiko yanasema ya kwamba walipokuwa katika kumfungua yule punda, wakatokea watu pale wakauliza, kwa nini mnafungua yule punda? Na ndio maana unafaa kujua kwamba wakati ule unapofunguliwa kwenye vifungo zako, wakati ule mtumishi wa Mungu atatumwa ili kukufungua, wakati ule utaomba maombi ili ufunguliwe kutokana na vifungo ambazo zimekufunga. Waliokufunga wataanza kuuliza kwa nini unafunguliwa, maana wamekumiliki tayari. Wataanza kuuliza kwa nini unafunguliwa. Yesu alikuwa anajua ya kwamba ni bila shaka waliomfunga yule punda watauliza kwa nini mnamfungua yule punda. Kwa hivyo Yesu akawapea maelekezo wale wanafunzi wake, akawaambia ya kwamba endeni mkamfungue yule punda, lakini mtakapokuwa mnamfungua kuna watu watawauliza kwa nini mnamfungua yule punda. Maandiko yasema ya kwamba walipokuwa wanamfungua wakatokea watu wakawauliza wale mitume wa Yesu, kwa nini mnamfungua yule punda? Kuna watu kwenye maisha haya, ukiwa kwenye vifungo ama ukiwa umefungwa, wamerelax na hawana maneno, lakini wakati ule unapoanza kupiga hatua, unapoanza kufunguliwa, unapoanza kuingia kwenye ndoa, unapoanza kuingia kwenye biashara, ndio wakati utajua kwamba hawakufurahia. Ndio utajua kwamba ndio walikufunga. Yaani wakati ule umetulia ukiwa umefungwa, umetulia ukiwa katika mateso, wale watu wamenyamaza. Lakini unapoanza kufunguliwa, unapoanza maisha yako yanapoanza kupiga hatua, unashangaa kwamba watu wanaanza kukuinukia, watu wanaanza kukuzuilia. Ndio maana Paulo kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 16 na mstari wa 9, Paulo anasema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipigao. Anasema kuna mlango mkubwa ambao nimefunguliwa mbele yangu, lakini kuna watu wananizuia nisijie kwenye ule mlango. Yule punda alikuwa amefunguliwa mlango mkubwa, alikuwa amefungwa kwenye mlango, lakini mlango umefunguliwa. Ina maana kwamba kuna watu ambao milango yao imefunguliwa, wanaweza kuingia kwenye ndoa, wanaweza kuingia kwenye biashara, yani milango imefunguliwa, lakini kuna watu ambao walihusika katika kukufunga. Nataka unielewe vizuri. Kuna tofauti ya kuwa mlango ukuwa umefunguliwa na kuwa unaweza ukaingia kwenye ule mlango. Je, maana unaweza ukaona ndoa yangu ndio hii hapa, nikifanya hii biashara nitafanikiwa, nikisoma nipate degree, nikiwa daktari nitafanikiwa. Ukawa unaona mlango wako ndio huu, unajielewa wewe unafaa kufanya nini, unajielewa wewe unafaa kuwa na assignment gani. Ina maana ule mlango umefunguliwa na neema hipo, lakini ukawa umezuiliwa na watu usiende pale unapopaona. Yule punda alikuwa anaona mlango umefunguliwa, lakini hakuwa na uwezo wa kuingia kwenye ule mlango kwa sababu alikuwa amefungwa mahali pamoja. Paulo naye anasema, nimefunguliwa mlango mkubwa mbele yangu, lakini wapo wengi wanizuiao. Pamoja na kuwa umeona mlango wako wa baraka, ni vizuri ukaomba ili zile vifungo ambazo zimekufunga zikatike, zile nira ambazo zimefunga maisha yako zipate kukatika. Maana unaweza ukaona mlango ukaishia kuona mlango, lakini usije ukaingia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akawaambia mitume wake ya kwamba mkimpata yule punda amefungwa kwenye mlango ule, endeni mkamfungue, na baada ya kuwa umemfungua mleteni kwangu. Kuna kitu nafaa kujifundisha pale. Kuna watumishi wa Mungu baada ya kuwa wamemfungua mtu, wanamfanya yule mtu bidhaa yao. Wanaanza kumwonyesha kwamba kwa sababu mimi ndio nimekufungua, mimi mtumishi wa Mungu, unafaa uniheshimu mimi. Lakini baada ya kuwa watumishi wa Mungu tumemfungua mtu yeyote kutokana na kifungo chochote, aidha kifungo cha utasa, kifungo cha umaskini, kifungo chochote, haufai kummiliki huyo mtu. Eti kwamba umemfungua huyu mpinti kutokana na uasherati unamfanya kuwa mke wako, unaanza kufanya wakahaba naye. Unafungua huyu mtu kutokana na umaskini anakuwa tajiri, lakini unamfanya kifaa chako cha kutengenezea pesa. Baada ya kuwa umemfungua huyu mtu aliyekuwa amefungwa, unafaa umpeleke kwa Yesu, unafaa umuonyeshe Yesu. Haufai kumuonyesha mafuta. Maana kuna watumishi ambao baada ya kuwa wamemfungua mtu wanamwambia kwamba haya mafuta ndio yamekusaidia na sio Yesu. Wanamuelekeza kwa mafuta na sio kwa Yesu. Yesu anasema hivi, endeni mkamfungue yule mwanapunda, na baada ya kuwa mmemfungua msimpeleke kwa mafuta, msimpeleke kwa chumvi, msimpeleke popote pale, lakini mleteni kwangu, maana kuna assignment ambayo nataka anifanyie. Huyo mtu uliyemfungua Yesu anamuhitaji ili kwamba amtumie afungue mwingine na amsaidie mwingine. Ukiendelea kumshikilia huyo mtu, utamlimit na utamlemaza yule mtu kusaidiwa zaidi na Yesu, lakini pia kumtumikia Yesu. Yesu anawaambia mitume wake, enendeni mkamfungue yule mwanapunda, na baada ya kuwa mmemfungua mleteni kwangu. Nielewa, lakini haufai kumpeleka kwa chumvi, kwa mafuta, ama ukamfanya mtuma wako kwamba akuwe ndiye anakutengenezea pesa, ATM yako, lakini unafaa umpeleke kwa Yesu. Maandiko yasema ya kwamba yule punda baada ya kuwa amefunguliwa, wakaenda wakamtandika yule punda, wakamtandika mavazi juu yake, akambeba Yesu akampeleka Yerusalemu. Yule punda aliyekuwa amefungwa mahali pamoja, baada ya kuwa amemkumbali kumbeba Yesu, ile siku akatembea juu ya mavazi ya watu waliotandaza kwenye njia, akaheshimika, akapata heshima kwa sababu ya kumbeba Yesu. Kwenye maisha yako, kama ukiamua kumbeba Yesu, kama ukiamua kufanya ile assignment ambayo Yesu alikuitia hapa duniani, ujue jambo la kwanza, utaheshimika. Hata kama wewe ndiye mdogo katika familia ya kwenu, hata kama wewe ndiyo maskini, siku ile utaamua kumbeba Yesu, ni bila shaka utaheshimika. Yule punda alikuwa amedhalilika, anaona watu wanaingia kwenye mji na yeye mwenyewe anabakia mahali pamoja, hajafanya ile kazi ambayo aliitiwa kufanya. Maana maandiko yanasema ya kwamba Yesu akawaambia, mtampata punda asiyepandwa. Ina maana kwamba hakuwa anafanya kazi yule punda, lakini baada ya kuwa amekumbali kumbeba Yesu, akaheshimika. Kuna mtu ambaye naongea naye wakati kama huu. Yesu anahitaji ukapate kumbeba, ukampeleke kwenye huo mji, ukamtangaze. Yesu anataka ukapate kumbeba, ukampeleke kwa hao wafungwa au orphanage au wangojo, ukampeleke kwa hao watu, ukampeleka huyu mtu ambaye hajawahi kucheka kwenye maisha yake, angalau akapate kucheka, kukutana na Yesu. Na ukifanya kitendo kama kile, ndiyo Yesu ataanza kukuheshimisha katikati ya watu. Yule punda aliyekaa mahali pamoja, akatembea juu ya mavazi watu waliotandaza katika barabara kama heshima, kwa sababu alikubali kumbeba Yesu. Ni nani ambaye ako ready kumbeba Yesu? Ni nani aliyejiandaa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi?